Yes. Yes, sir. Haya, tumwachie nafasi msimamizi ili aendeleze kipindi ambacho tumekijia. Yes. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya jua litasimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili, atakusanya kwa furaha. Rafiki utakuwa wa mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. Sala ya maisha ya marehemu Choma Mialano. Kitambulisho: marehemu alitambuliwa kwa jina la Choma Mialano, jina maarufu Chumsi. Alizaliwa Nyamasovu, Tanzania mnamo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka wa 1968. Ni mtoto wa Mialano Unduelo Augustin wa jamaa la Washi Buchuma Bashalambi, familia ya Luabula kutoka kijiji cha Mlongwe. Mama wa marehemu aliitwa kwa jina la Louise Mbolonja ambaye amezaliwa katika familia ya Choma Julius. Habari ya kufa kwa marehemu. Marehemu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kichomi kwa muda mrefu. Mwisho wa siku hali haikubadilika. Ghafla tukampeleka hospitalini, na tulipofika madaktari wakagundua ana upungufu pia wa damu. Katika harakati ya kutaka kuokoa maisha yake, marehemu alikata roho. Elimu na kazi. Marehemu alianza elimu yake ya msingi kwenye shule ya msingi. Nyanza Lake pa Burundi mnamo mwaka wa 1976 na kumaliza kwenye shule ya Epe Kaseke pa DRC Congo mnamo mwaka wa 1981 na kupata cheti cha elimu ya msingi mnamo mwaka wa 1982. Akaanza elimu ya pili kwenye shule ya sekondari Mshimbake na kumalizia kwenye shule ya sekondari Masoka pa Baraka mnamo mwaka wa 1990. Akapata cheti cha diploma cha walimu. Kazi. Mnamo mwaka wa 1991 hadi 1995 alikuwa mwalimu wa shule ya msingi Epe Kananda pa Kananda Fizi. Mnamo mwaka 1998 hadi mwaka 2002 akawa mwalimu wa shule ya msingi Epe Neema namba 1 pa Nyarugusu Camp. Mnamo mwaka 2003 hadi 2016 akawa mwalimu wa shule ya msingi Epe Tumaini K2
pa Nyarugusu Kempu. Mnamo mwaka wa 2016 hadi 2024 akawa mwalimu wa shule ya msingi Epeodari C1 pa Nyarugusu Kempu. Maisha ya familia. Marehemu alioa mke anayeitwa kwa jina la Nyota Kasongo wa kabila la Warega kutoka Kitutu Kamituga mnamo mwaka 1988. Ndoa hiyo imebahatika kuzaa watoto 9 wa kiume na wa kike 4, wote wako hai. Jumla ya watoto waliozaliwa na marehemu ni watoto 14, wa kiume 6, wa kike 8. Jumla ya watoto hao walio hai ni 11, wa kiume 5, wa kike 6. Jumla ya watoto waliofariki ni watoto 3 tu, wa kiume 1 na wa kike 2. Kutoka kwa watoto hao marehemu amekuwa na jumla ya wajukuu 28. Kwa ujumla marehemu ameacha duniani uzao wa watoto au watu au binadamu 39. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa na imani ya Kikristo na alitambua kuwa Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akabatizwa kwa maji mengi mnamo mwaka wa 1983 pa Kananda Mtambala kupitia kanisa la Free Methodist Church, alikoshiriki tangu utoto wake hadi siku Mungu alipomchukua marehemu. Alikuwa mwimbaji wa kundi la kwaya Section ACE tangu mwaka wa 1982 hadi mwaka wa 1990. Maisha ya kijamii. Niombe tusikilize kwanza hotuba. Wale wenye uchungu walikuwa bana kutulia. Tunaamini kwamba Mungu ndio faraja yetu, tutulie kwanza. Maisha ya kijamii. Mojawapo ya haiba ya marehemu ni kuwa mkarimu, mcheshi na mwadilifu asiyependa magomvi na watu. Kila mara anapokuwa na matatizo marehemu yeye alikuwa mshauri na mpatanishi. Familia sisi tumempenda ndugu yetu, lakini Mungu kampenda zaidi. Marehemu amemaliza ziara yake duniani kwa muda wa miaka 57. Hitimisho. Familia imetoa shukrani kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa faraja zenu kuwa nasi kwa wakati huu mgumu kama huu, na kujitoa kwenu kwa hali na mali kuja kuomboleza pamoja nasi. Hatuna cha kuwapa, bali Mungu atawabariki na atawalipa kwa wakati wake. Kwa niaba ya familia ya Bashibuchuma Ngendo ya Buchuma, Mungu awabariki sana na asanteni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko hapa na majonzi makubwa kufuatana na kuachwa na mtu ambaye alikuwa tofauti. Ndugu huyu yule marehemu alifika hapa Mabatini mwaka 2015. Hadi hivi ametuacha. Hatusikie kwamba alikuwa na chokochoko na mtu fulani, amegombana na mtu fulani. Hatukusikia. Licha kwamba hata akigusa pombe hagombani na jirani yeyote hapa Mabatini. Alikuwa mcheshi, aliyozungumza mtangulizi wangu. Alikuwa mcheshi, hakuwa na shida na mtu. Mungu asiyechagua alivuna kwa wakati wake. Tunapenda kusema kwamba kifo cha marehemu cha ndugu yetu iwe pia kumbukumbu kwako, kwamba leo kwake kesho kwako. La muhimu tanguliza kujua kwamba nikifa leo nitakuwa mgeni wa nani, huko ninakoelekea.
Usikidanganye na dunia. Sasa basi, niliandaliwa niende kutafuta gari huko polisi. Sikupewa saa nitakavyosema polisi kwamba saa fulani leteni gari. Wakaniambia wasubiri, tutakwambia saa ya kuambia. Hata hivi sikuona kwamba niliambiwa saa ngapi ya kuambia polisi watuletee gari hapa. Nikafa hivyo. Sasa kwa hiyo kuona hiki chombo ni kizito mno. Wa vijana tushikane mkono kwa mkono. Tusikwepe, hii ni huduma yako. Sio mwingine. Huduma ya vijana njoo hii. Kuna wengine kati yetu napoelekea malaloni ya anakwepa kwenye vingine vyake. Huu ni mzigo wewe pia kujitwika, ni mzigo wangu. Sio fulani tu, hapana. La mwisho ni kwamba turudi hapo huko malaloni. Hapo pia kunakuwa kidogo maji ya kunywa. Turudie, tujipange nafasi tulivyokuwa, tupate kidogo. Hatushibi ni alama. Tashiba nyumbani. Hapo ni alama. Kule kidogo utakaopewa, baada ya hapo tunasambaa au kuendelea na msiba jinsi ambavyo tukavyoambiwa na familia. Asante, nishukuru sana kwa wote walioshiriki msiba huu. Maana kwa kweli hapa Mabatini kwetu watu si wengi. Watu ni wachache. Tuonapo namna hii ni furaha pia kwamba ndiyo hata mimi pia nikifa leo utakuwa maelfu ya watu. Ushiriki msiba ya mwenzako na wewe pia kwa ya kwako watakushiriki. Maana wengi msiba hawafiki, wengi hawafiki. Wanakaa tu wanajisahau kwamba mimi nitakuwa maiti wa kesho. Kwenye maiti kama hii ufike wewe uonekane, ni la muhimu. Asante sana kwa kunisikiliza kwa haya machache. Amen. Kama ilivyotajwa, kazi alizozifanya za kufundisha watu, amewatengeneza watu wengi. Kuanzia Kongo miaka 4 kuja kufika hapa, maisha yake yote alikuwa akifanya kazi ya kutengeneza watu. Mimi ni mwalimu. Kule kwenye chuo cha ualimu wanasema mwalimu anatengeneza kitu katika kichwa cha mtu asiyekuwa na kitu ili awe mtu wa thamani. Na ndo kazi aliyokuwa akifanya. Sasa wakati tunapompoteza huyu, tunapoteza kabisa. Tunapoteza sana.